Karibu kwenye mazungumzo ya Footprints ambapo tunachunguza na kutumia kanuni za uongozi za kibibilia kama waumini wanaozingatia nafasi na biashara zetu kama wito na nafasi ya huduma. Kila siku tunakabiliwa na hali mahali pa kazi ambazo mara nyingi hutufanya kulipiza kisasi na kupata haki. Leo tunaye Rais Daudi ambaye atatufundisha jinsi ya kushughulika na bosi mgumu na kukataa kulipiza kisasi. Tumkaribishe kwenye mazungumzo ya Footprints. Nina furaha kuwa hapa ili kushiriki uzoefu wangu. Tuanzie hapa. Sauli alikuwa bosi wako na alikuwa na wivu juu ya mafanikio yako. Tuna hali kama hiyo leo katika sehemu zetu za kazi ambapo badala ya wakubwa wetu kusherehekea ushindi wetu, badala yake wanakosa usalama na kujaribu kutuhujumu na kutuondoa kwenye nafasi za kazi. Je, unaweza kutumia uzoefu wako kutushauri jinsi ya kukabiliana na hali kama hizi? Hakika. Jambo la kwanza unahitaji kujua ni kwamba si kila mtu atasherehekea ushindi wako. Wengine watakosa usalama na kuogopa uwezo wako. Inaweza hata kuwa bosi wako. Jambo la pili unalopaswa kujua kama muumini si kuvifanya vita kuwa vyako. Ukifanya vita kuwa vya Bwana, utajua pia kwamba kisasi si chako bali ni chake. Anaweza kukabiliana na hali hiyo vizuri zaidi. Kinachonishangaza ni kwamba ulipata nafasi ya kumwangamiza bosi wako mara mbili, lakini hukumwangamiza mara mbili huko Engedi na huko Zifu. Bosi ambaye amesimama kati yako na kupandishwa cheo kwako. Bosi mwenye wivu ambaye anataka kuchukua sifa kwa ushindi wako. Hukupigana na hukulipiza kisasi ulipopata nafasi. Kwa nini ulifanya hivyo? Kulipiza kisasi kungehatarisha uadilifu wangu. Tabia ya Sauli ilikuwa mbaya, lakini nilikataa kuruhusu ubaya wake pia kuharibu tabia yangu. Usiruhusu mtazamo wa wengine kuathiri tabia yako. Pia nilikataa mikazo kutoka kwa wanajeshi wenzangu kutaka kulipiza kisasi na kumwondoa Sauli. Kujizuia ni ishara ya kukomaa. Sauli alikubali kutokomaa kwake. Usikubali kutokomaa pamoja na mtu anayekuletea matatizo. Hadhira. Kujizuia ni kukomaa. Unaweza kuwa una barua pepe, maarifa ya ndani, na maelezo ya uharibifu ambayo unaweza kutumia kumwangamiza bosi wako au mfanyakazi mwenzako anayekupa matatizo kazini. Epuka kulipiza kisasi. Usilipize kisasi. Na hukusherehekea uliposikia kuwa bosi aliyekupa matatizo sasa alikuwa ameaga. Sasa nafasi ya uongozi ukawa ni yako. Uliomboleza kwa ajili yake. Kweli? Ndiyo, kwa sababu licha ya yale niliyopitia, Bwana alimtumia Sauli kunifundisha masomo kadhaa ya uongozi. Mashambulizi ya Sauli pia yalinivuta karibu na Bwana. Kwa hiyo, siwezi kumchukia. Alitumiwa kunifanya bora. Angalia nguvu za mtu na sio udhaifu. Nafasi za uongozi zinastahili heshima hata pale mtu anaposhindwa. Kataa kujenga maisha yako ya baadaye kwenye anguko la mtu mwingine. Kataa kusherehekea fedheha, kushindwa na kifo cha mtu mwingine. Wasikilizaji, usisherehekee anguko la bosi wako mgumu au mwenzako. Mara nyingi, wakati meneja mbaya au mwenzako anapofukuzwa kazi, wakati mwingine tunafurahi. Fanya jinsi Rais Daudi alivyofanya. Endelea kuwa na heshima. Kataa kutumia kuanguka kwa mtu ili kukuza kisasi na uasi. Uadilifu una nguvu zaidi kuliko kulipiza kisasi. Wewe ni mtumishi wa Bwana mahali pako pa kazi. Mtazame yeye na ataona kupandishwa cheo kwako. Tija na kuwa wa manufaa katika eneo lako la kazi. Tunamshukuru Rais Daudi kwa ufahamu wake na tunatazamia sehemu ya pili. Iwapo mazungumzo haya ya Footprints yamekuwa yenye baraka kwako, basi ipitishe ili iwe ya baraka kwa wengine. Je, wewe ni muumini aliyejitolea kutimiza wito wake wa kitaaluma mahali pa kazi na mahali pa biashara? Tuna rasilimali kadhaa kukusaidia kufanya hivyo. Jiunge nasi kwenye mtandao wetu YouTube kwa ajili ya wewe kupokea rasilimali mpya kila wiki.
Kama wewe pia una vipaji vingine vya kiteknolojia, wasiliana nasi na tuzisalimishe kwa Bwana ili kubadilisha maisha ya wengine kwa utukufu wake.